Mzee kunyesha, mambo vipi bwana? Nashukuru Mwenyezi Mungu niko poa kabisa. Mambo yanaenda? Niko fresh. Bwana, mchezo umeisha, mnyama Simba amepata sare dhidi ya TRA United. Valentini Noma akipewa kadi nyekundu, TRA United wakifunga bao likiambiwa ni offside. Tuanzie hapo. Kwa lile bao sio goli. Sio goli? Ile ni offside clear kabisa kwa sababu yule mchezaji alihusika katika ule mchezo. Kwa hiyo kama akihusika katika mchezo ina maana manake amemzinga golikipa. Kwa hiyo lile sio goli, ni sahihi kabisa pale, ni kumpongeza muamuzi wa pembeni uliona lile yani. Manake muamuzi aliyesema ni offside alikuwa sahihi kabisa. Yuko sawa kabisa, ni wala sio swala ambalo kulilalamikia. Vipi tuzungumzie kadi nyekundu aliyopewa Valentini Noma? Alifanya madhambi, alipewa kadi ya manjano ya kwanza, mara ya pili kapewa kadi ya manjano ya pili, lakini imemlazimu sasa muamuzi kumuongeza na kadi nyekundu kwa kutimiza sheria 17 za soka. Vipi kuhusiana na kadi nyekundu ambayo amepata Valentini Noma kwa maana ya maamuzi ya referee ya kumpatia kadi ya njano ya pili na kumpa kadi nyekundu? Ni kitendo cha halali kwa maana ya madhambi aliyofanya? Kwa Noma kwanza alikuwa na mchezo mzuri toka ni manake mpira umeanza mpaka pale anakuja kupata kadi nyekundu, lakini sikutarajia kama yeye ni mchezaji professional kufanya kitu kama kile. Ukishajitambua kabisa kwa wewe una kadi manake ya njano. Kwanza ile muamuzi yenyewe kutoa tu kadi yani ya njano ya pili kama vile alimuonea huruma kwa sababu faulu alikuwa amecheza ni kadi nyekundu moja kwa moja. Bwana, sasa msimamo wa ligi kuu NBC Premier League unakuwa mgumu, naweza nikasema mgumu kwa Simba lakini mzuri kwa Young Africans. Manake alama zinazidi kuongezeka zile za utofauti wa msimamo wa ligi kuu NBC Premier League. Kwa hivi sasa manake Simba na kazi nzito ama ziada ya kufanya. Vipi kwa upande wako kama shabiki wa Young Africans? Unajisikiaje? Yani kwa mimi natamani kama vile niruke yani ile furaha ni kubwa sana ambayo nilikuwa nao ukizingatia ule mfupa ambao manake ulikuwa umewashindwa wote. Kwa sababu wote tuliotoka kimataifa kwa Pamba Jiji pale hatujawahi kupata alama. Yani hawajawahi kupata alama. Ni Yanga pekee ndo ameenda kupata pale alama tatu yani ambazo alama tatu muhimu. Alafu ukizingatia leo hii mtani tena naye anadondosha alama. Kwa hiyo yani kwetu sisi mashabiki kama wa Yanga ni furaha kubwa sana ambayo tulikuwa nayo. Kwa hiyo mpaka saizi gap tayari manake lishakuwa ya alama 5. Tumerudi kule ambako tulikokuwa tumetoka. Kwa hiyo kwangu mimi naona ni kitu ambacho kizuri na kitu ambacho nilichofurahishwa kwa timu yangu namna ambayo saizi imebadilika. Naona toka mwalimu msaidizi ambao ameongezwa pale katika benchi la ufundi kuna mabadiliko makubwa sana. Okelo saizi amerudi katika namba yake ambayo fasaha kabisa. Yani 10 pale anabadilishana kama na Pacome Zuzua, yani kama wanabadilishana hivi, yani namba 10 ambazo zinakuwa namba 10 mbili kama za uongo hivi. Lakini naona Okelo yupo katika fomu, ana assist 3, magoli yote matatu yanatoka mguuni kwake. Ni kitu kizuri. Yanga imebadilika sana kwa kiasi kikubwa, japo hatujafika ile katika fomu yetu ambayo manake tulikuwa nao, lakini tunaelekea huko kwa sababu na majeruhi nao yanatuandama sana. Kwa hiyo tuseme Yanga ni bingwa? Ni mapema kusema hivyo. Kwa nini mapema? Ni mapema pamoja manake muendelezo wa Simba naye wa kusuasua, lakini unaona namna jinsi ambavyo anavyocheza. Unajua TRA sio poa ndugu yangu. Yule Chubwedo si ampewa nini? TRA sio poa yule. Yule Chubwedo ana balaa lake. Sema tu ana vitu vichache sana anatakiwa viongeze yani katika ufanisi wa mwisho. Ila katika kusumbua manake mabeki, kuwafanya manake wakalala na viatu. Kwa mfano kama Kibabage leo naamini kabisa viatu hawezi kuvua, lazima alale navyo. Leo anayelala na viatu Kibabage. Lazima. Na hiyo ishamkuta Shabalala kule. Alala na viatu kama unakumbuka lakini. Kwa Chobwedo. Yule mtu hatari mwanangu. Bwana Simba leo amefeli wapi kwa jumla? Mkakati hapo tumsifie mwalimu ambao wa TRA, mkakati aliokuja nao kwa sababu mimi nilitegemea manake TRA labda leo watakuja kwa defense sana, ni manake kujizuia sana, kukaa sana muda mwingi kwao, lakini wametusurprise, wamekuja na kitu kingine tofauti kabisa. Walikuwa kama wanapishana. Unajua mpaka dakika 90 sijaona on target. Sijaona on target kwa Simba, sijaona on target kwa TRA. Leo kwa manake mpira manake ulikuwa unavurugwa pale katikati. Kwa hiyo walijipanga vizuri, tumsifie mwalimu wa TRA. Kocha wa Simba laumiwa kumwanzisha Chama kipindi cha kumweka Chama bench na kumuingiza kipindi cha pili. Naamini Chama tangianza kwa namna TRA jinsi walivyocheza, sidhani kama kuna kitu chochote ambacho japo kuna namna ambayo Chama unajua manake mechi inapokuwa ngumu yeye anaweza kuilainisha kuwa rahisi, lakini na imani yani jinsi ambavyo mkakati waliokuwa nao kwa sababu TRA hawakuwa kinyonge leo. Yani tunapishana manake. Uje na si tuje, uje ili tuje, ila ufanisi hapo ni kuwalaumu manake
ni watu wa mwisho manake kwa upande wa Simba na kwa upande wa TRA, watu wa mwisho ambao kama Selemani Mwalimu wameshindwa kutekeleza manake majukumu yao kiufasaha. Manake Selemani Mwalimu mabebe lawama kuhusiana na hiki ambacho Simba wamekipata leo dhidi ya TRA United. Sasa mimi nataka niwaambie kabisa ni kama inawezekana manake yule Soa manake wamfungulie kifungo kwa sababu kama wanaenda Soa bwana kaandika barua bwana ya kwamba anaboga manyanga. Sasa kama ndio hivyo Simba wana wakati mgumu kwa kumtegemea Selemani Mwalimu. Soa kwa taarifa zilizopo ameandika barua kuboga manyanga. Kwa kumtegemea Selemani Mwalimu ndio awe mtu yani manake tegemeza yani ndo striker forward ambao wa kutegemea kwa Simba, mimi naambia kabisa ni uongo. Mimi huaga nanyoka hivi. Ni uongo kabisa. Uwezo wa Selemani Mwalimu ni mdogo sana na ndio maana manake hata uko Adabi ameshindwa manake kuperform na amerudi tena ni manake Tanzania na kuja kuchezea klabu ya Simba. Uwezo wake mimi nikimpima namuona bado manake hatoshi kwa sababu striker anatakiwa manake uwe na vitu vingi sana. Unapopata mechi ngumu kama ile unatakiwa manake na wewe uwe na ubunifu. Ubunifu Selemani Mwalimu hana. Manake kimehesabu hapa Simba walifanya makosa kumuondoa Steven Dese Mkwala makubwa sana na nilishaongeaga yani ni makubwa sana yani sio kidogo yani ni makubwa sana. Mkwala hakustahili kuondoka. Yani walifanya makosa makubwa. Mkwala hakustahili kuondoka. Hata yule nani yule tena Kibdeni sasa ameshanunuliwa hata alishafika. Au anaye pia hakustahili kuondoka. Hata yule namba 7 alikuwaga namba 7 yule nani yule. Jina laanza kunitoka hapa. Achana na Mavambo. Au Mavambo. Hapana, alikuwa namba 7 naye katika kipindi cha karibuni Mutale naye hakustahili kuondoka. Ni watu ambao manake kwa saizi namna jinsi ilivyo at least kama angekuepo Mutale basi mimi naamini kabisa manake angalau manake angeweza kuibeba ili jukumu na saizi na kuifanya Simba manake kabla, kwa sababu Simba inafanya kila kitu lakini inaonyesha manake watu wa mwisho pale ambao manake wakumalizia kazi ambazo zinazofanya hawapo. Kwa nyinyi watu wa Young Africans kwani ni kicheko na furaha kuhusiana na hiki ambacho Simba wamekivuna leo dhidi ya TRA United? Lazima kwa sababu manake unajua kutoka katika alama moja kama Simba angemaliza michezo yake yote au sio? Alama moja manake ndio angekuwa anatudai sisi. Mpaka kurudi tena kwenye 5 lazima tufurahie bwana. Yani ndio maana nadhani ni sasa kama vile umeona yani umedondosha hela lile koba la hela lile lina milioni 10 ndani. Umelidondosha alafu ni kunakuwa na mjinga mmoja hivi manake ni anakurudishia. Yani wewe unaweza kutamani umfanye kitu gani? Ndio sasa kama na Simba ni Yanga amedondosha pointi alafu Simba manake amezirudisha. Kwa nini nyinyi ni kicheko tu? Kicheko kwa kwenda mbele. Mnafurahia tu sana. Labda kwa upande wenu nyinyi Young Africans mpaka hivi sasa manake kwenye msimamo wa ligi kuu na alama za kutosha 44 mnaongoza msimamo wa ligi kuu NBC Premier League. Na Simba sasa mnapishana nao takriban alama kama 5 sasa kwenye msimamo. Kwa nyinyi hili jambo mnajibweteka ama ndo mnawashagali sasa kusonga mbele? Simba yani mpaka saizi manake ni alama 8. Kimahesabu manake itakuwa alama 8. Ila kama manake kipolo chake maana bado manake sisi tupo mbele kwa mchezo mmoja. Yeye ana mchezo mmoja mkononi. Kama atacheza mchezo wake atashinda basi zitakuwa alama 5. Ni alama nyingi lakini sio nyingi vile vile. Kwa sababu kama mtu aliweza kufika hatua mpaka manake akabakiza alama moja kwa taizi nazo anaweza kuzishusha. Ila kwa sababu manake nikiangalia ratiba ya Yanga jinsi ambavyo ilivyo saizi tunamsubiria Mbeya City. Najua Mbeya City hapa tunamnyoosha. Unjona naamini kabisa ni moja kwa moja manake mechi ambayo kwetu manake tutakuwa tunaiwazia ni ya kwake na Azam. Ya Azam na ya Simba manake. Endapo hizi mechi mbili ukapoteza zote, Azam akakufunga na Simba akakufunga. Sasa uzuri wenyewe manake na Simba naye mpaka tufikie katika hizo mechi. Simba mwenyewe naye atakuwa na muendelezo upi? Maana Simba mwenyewe naye atabiliki ndio kama hivyo manake anaenda anatoa sare, unaweza kashangaa anaweza akafungwa kwa sababu mechi ya leo mfano kama manake muamuzi angesema manake afumbe macho kama jinsi ambavyo unavofumbaga macho biashara ilikuwa imeshaisha pale. Ukiachana na hilo nafasi ambayo alikuwa amepata yule alikuwa nani yule pale yule ni mpira tu ambao akupiga na mguu wa kushoto uingie nyafuni ameshindwa kufanya hivyo kutokana na kichwa ule mwingine na ule mpira wa kichwa ukizingatia naye yule ameshindwa manake kupiga heda kivizuri yani kwa mechi ya leo jinsi ambavyo manake nikiangalia ni mnyama alistahili kufungwa. Mnyama alistahili kufungwa. Sio kushinda. Sio kushinda, kucheza kushinda leo. Ukiangalia Libase Gweye leo hivi vipi makeke yake? Na kumtoa ndo nimeona kuwa manake Simba limesheki kwa kiasi kikubwa sana. Yule jamaa ana uwezo. Mimi nakili kuwa na uwezo na ndio mtu ambao manake alikuwa anafanya manake wale mabeki wa nyuma beki line yote ile ya TRA ikose utulivu.
ni mtu ana uwezo. Yaani kwanza kitu ambacho mimi huwa ninachofurahi kwanza kwa mchezaji, maarifa ambayo anaokuwa nao pale anapopata mpira. Ana uwezo manake wa kutulia na mpira, akasubiria wenzie waje, akatoa pasi, akafanya. Alikuwa anafanya kila kitu, ila sema wenzie ndio walikuwa wanamwangusha. Na hata sabu iliyofanyika kwangu mimi niliona sabu ilikuwa sio sahihi kwake yeye kumtoa. Kwa hiyo Libase Gueye hakutakiwa kutoka. Ya, Maema mimi ndo nilihisi ndio sabu ambayo ilikuwa ndio ya kwanza kabisa kutoka, manake ndio sabu mimi kwangu nilikuwa naiona. Libase ilitakiwa malize dakika 90. Umemsifia sana Chobwedo. Chobwedo umemsifia kwa kila aina ya sifa. Vipi Chobwedo? Chobwedo mnamtaka? Hapana, uwezo wa yani sio kucheza kwetu tu. Kwa uwezo wake ni kule kule TRA ndio kuna mfaa. Sio kucheza kwetu kwa sababu bado ana vitu vingi sana ambavyo vya kujifunza. Yaani ana vitu vingi sana. Ni kweli ni mchezaji ambao ni msumbufu sana akiwa anaoga pembeni, lakini ana vitu vingi sana vya kujifunza kwa sababu yani uwezo wake kwa finishing ya mwisho naiona ni uwezo ambao manake uko mdogo sana. Yani mdogo sana, hawezi astahili kuchezea Simba la Yanga. Unawaambia nini mashabiki wa Simba ambao hivi sasa wanakufuatilia? Mashabiki wa Simba tu niwaambie tu manake muosho uoshwa. Muosha? Uoshwa. Kwa hiyo mnalipi la kuwapa pole, labda kuambia labda lolote lile? Kwani si walitupa pole, si walifurahia manake? Walifurahia. Akiwemo shabiki maarufu kabisa Mnandi Junior, alifurahia. Siku nilimsikia kwenye kipindi alikuwa anafurahia jinsi ambavyo tulivyotoa sare na TRA na Mzamili Yasini alipata kadi nyekundu vile vile. Tofauti tu muda na dakika. Umeshaona? Dakika alizopata Mzamili kadi nyekundu na dakika ambazo alizokuwa amepata Nooma kadi nyekundu ndio zimetofautiana, lakini wote tumecheza nao wale wakiwa pungufu manake, na matokeo watu tumeshindwa kupata. Kwa hiyo muosha uoshwa. Muosha uoshwa ndio hiyo kauli yangu. Ndio umeyathibitisha leo. Muosha uoshwa yani wewe ukishangilia sana dakika mwisho ujui na wewe inakuaje, utanuna tu. Ndio leo hii Simba wote wamenuna sasa. Kwenu kicheko tu. Furaha, lazima iwe furaha. Sasa Tanzania manake adui yako simwombe njia bwana. Bwana mimi mikono juu hata kama alikuwa shujaa. Bwana mimi nikushukuru sana mzee wa kunyosha, bila shaka mashabiki wa Simba na wadau wa soka wamekusikia. Asante sana. Bwana shukrani sana. Haya sana.